Mvua kubwa inatarajiwa kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini kuanzia leo Jumapili Machi 9, huku ikitarajiwa kudumu kwa kipindi cha siku 3 zijazo. Takwimu kutoka kwa idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imeonya kuwa mvua hiyo ya zaidi ya mililita 20 inatarajiwa kuanzia leo katika maeneo mengi ikiwemo Nairobi, Ziwa Victoria, Bonde la Ufa, nyanda za juu magharibi mwa Bonde la Ufa na nyanda za chini kusini mwa nchi. Kiwango cha mvua hiyo kinatarajiwa kupanda hadi zaidi ya mililita 30 katika maeneo mengi nchini kuanzia Jumatatu ijayo na kupungua kuanzia tarehe 11 mwezi huu. Mkurugenzi mkuu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Daktari David Gikugu amesema kuwa kaunti zinazotarajia kiwango cha juu cha mvua ni kaunti kama Narok, Kericho, Bomet, Migori, Busia, Siaya, Kisumu, Kisii, Nyamira, Nandi, Marsabit miongoni mwa zingine. Gikugu amewataka wananchi kuwa makini na kuchukua tahadhari kutokana na mvua hiyo kubwa itakayoandamana na ukungu na kutahadharisha madereva kuwa makini zaidi nyakati za asubuhi na jioni. Na tukiachana na hayo ni kwamba naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Langat ametoa makataa ya saa 24 kwa wale wanaomiliki silaha kinyume cha sheria katika eneo la Bonde la Kerio kusalimisha mara moja. Wakati huo huo, Langat aliagiza kuimarishwa kwa operesheni za kuwatokomeza wahalifu wanaohujumu amani katika eneo hilo. Alifutilia mbali mikutano ya kiusalama inayotekelezwa na wazee wa vijiji ili kutoa fursa kwa maafisa wa usalama kuendesha operesheni za kiusalama kikamilifu. Alisema hayo alipozuru eneo la Tot linalokabiliwa na visa vya wizi wa mifugo, ambako aliandaa mikutano ya kiusalama na wawakilishi kutoka kaunti ndogo za Bonde la Kerio, Pokot ya Kati na Tiaty. Afisa huyo mkuu wa polisi alidokeza kuwa ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama limeshuhudiwa katika eneo hilo ambapo watu 3 walipoteza maisha yao. Langat alihimiza jamii kushirikiana kwa karibu na maafisa wa usalama wakamata wahalifu hao. Waziri wa madini Hassan Joho na gavana wa Kwale Fatuma Achani wamezindua ujenzi wa soko la kisasa la samaki eneo la Mwaepe, wadi ya Kinondo, kaunti ndogo ya Msambweni. Mradi huo wa gharama ya shilingi bilioni 256 unaofadhiliwa na Benki ya Dunia na umeasisiwa na shirika la KEMSED kupitia kwa serikali ya kaunti ya Kwale unalenga kuimarisha biashara ya vijana wa sekta ya jua kali na wavuvi. Mradi huo wa mamilioni ya pesa utashuhudia ujenzi wa soko la kisasa la samaki wa barafu, karakana, maegesho ya boti, afisi ya usimamizi wa ufukwe, jumba la mikutano, migao miwili na vibanda vya kuuzia bidhaa. Akizungumza katika hafla hiyo, Joho ameutaka utawala wa kaunti ya Kwale chini ya uongozi wa gavana Achani kukabiliana na unyakuzi wa ardhi ya umma kwa kurejesha ardhi iliyonyakuliwa.